Shirika la haki za kibinadamu la Israel, Shultan Hadin, limesema limewasilisha kesi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu dhidi ya waziri mkuu wa Uhispania, Pedro Sanchez. Shirika hilo linamtuhumu Sanchez kwa kushiriki na kuunga mkono uhalifu wa kivita, likidai kuwa Uhispania umekuja na ushirikiano wa Iran katika masuala ya vifaa vinavyoweza kutumika kijeshi. Vifaa hivyo vinakadiriwa kuwa na thamani ya euro milioni 1.3 na vinadaiwa kuwa vinaweza kutumika kutengeneza mabomu na milipuko mingine. Malalamiko haya yanakuja wakati mvutano wa kidiplomasia kati ya Israel na Uhispania ukizidi kuongezeka, hasa baada ya Uhispania kuitambua Palestina kama taifa. Hali hiyo imechochewa zaidi na hatua ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuzuia Uhispania kushiriki katika mipango ya baada ya vita vya Gaza. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema kuwa mvutano wa muda mrefu kati ya Marekani na Iran umefanya mazungumzo kuwa magumu. Kauli hiyo imekuja baada ya kukutana na spika wa Iran Mohammad Bagher Kalbaf mjini Islamabad. Vance alieleza kuwa licha ya kuwepo kwa mazungumzo ya kiwango cha juu, bado hakuna matarajio ya kupata suluhisho la haraka kutokana na historia ndefu ya uhasama kati ya nchi hizo. Kwa upande mwingine, kamandi kuu ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati, CENTCOM, limetangaza kuwa limefanikiwa kutekeleza kikamilifu zuio la bandari za Iran. Hatua hiyo imesababisha kusitishwa kwa biashara ya baharini kwenda na kutoka Iran kwa zaidi ya saa 36. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa vita vya Iran vinakaribia kufikia mwisho, huku akiongoza kuwa Marekani inaendelea kudhibiti hali ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, ripoti kutoka kwa Iran zinaeleza kuwa mlipuko mdogo umetokea mjini Tehran ukihusishwa na kile kilichoelezwa kuwa vitendo vya wasaliti wa ndani. Mimi ni Amina Kanyinyi wa Wadau TV.